Sawa. Okay, salamu alaykum ndugu wasikilizaji. Mimi kwa majina naitwa Salim Ganga. Leo nataka kuzungumzia kidogo kuhusu mambo ambayo yalifanyika jana. Mambo ambayo yalikuwa maajabu, wa Kenya walibaki mdomo wazi. Kwa mambo ya makiajabu wakisema kama tunasomea budget, proposed budget of this country. Mheshimiwa Badi bana, kwa upande wangu mimi naona kama ametukanyanga ukweli maskini wale ambaye walikuwa wanataka utawala mbora. Na nikiangalia ule John Badi wa hapo awali akiwa chairman wa ODM na mbunge sahi na CSI Mbadi CSI, hao ni Badi wawili tofauti. Kumbe ukitaka kujua ukweli ya mtu mpatie ukubwa tu siku mbili utaona rangi yake kamili. Sasa ndio tumeelewa kwamba ule ni mnyanyasaji, mtu mwenye ubaya, kiburi ya hali ya juu na muongo ajabu. Amedanganya kwamba alikuwa mpaka kwa public participation, amekuja kwa watu wa bunge la mwananchi wanakubaliana kwamba aweke tax kwa simu watu wale ambaye watu wale ambaye atakanunua walipe tax 25%. Ameongezea maneno akisema kwamba tumekubaliana mpaka atoe tax kwa mitumba. Maajabu hayo. Mheshimiwa Badi, ile proposed budget uliosoma ni ya mapepali weusi, watu wanafiki, wanyanyasaji, wenye kiburi, wale ambaye wataki maskini apate chochote. Diposa unaona umetoa tax kwa wale ambao wanatembea na ndege wao free, ukatoa tax kwa zile vitu ambaye hatuhusiki naye kabisa, lakini umeweka tax kwa ile vitu ambaye zinahusika na watu maskini wa kawaida. Hiyo ni kuonyesha kwamba hauna haja na kuona watu maskini. Sisi ninaomba Wakenya wenye hekima na Wakenya wale patriot wale wanataka change this country, tuungane na tutoe kuanzia yeye huyu Kasongo mpaka hii Badi wote waende, kwa sababu hao wamekuwa bure kama subu ya malenge. Hakuna haja ya kukaa na watu ambaye wasitaki kusikia shida zenu, watu ambaye wataki kuwasikiliza matatizo yenu, watu ambaye waangalii maslahi ya wananchi wa kawaida. Na ukiangalia article 10 ya katiba ya Kenya inasema kwamba ni lazima president awe ni mtu ambaye ni patriot, mtu ambaye yuko na utu ndani ya mwili yake, mtu ambaye anaangalia haki za kibinadamu, mtu anaangalia maslahi ya wananchi wa kawaida. Lakini ule kasi yake ni msee safari, kasi yake ni kusafiri kutoka kona hii mpaka inde kona nyingine. Kama leo nimesikia ni kwamba amekuja aje kubadilisha nguo aende tena. Hiyo ni kuonyesha kwamba sisi wa Kenya hatuna rais na waziri wa fedha ama CS wa finance. Hapa Kenya kazi yake ni kuset vile maskini watakanyanyazwa, vile watakanyangwa na hali kadhalika. Nataka kupeana mfano vizuri na vitu kama vitatu. Angalia mambo ya sekta ya agriculture ambaye Kenya tegemeo yake ni agriculture. Ameiweka kitu over 40 ambayo ni 47%, 47 billion. Hiyo ndio ile pesa ambayo imetengewa Kenya ya mambo ya agriculture. Mambo ya finance, ya mambo ya nini, ya security, anaweka almost 0.5 billion. Imagine ukiangalia ni nini ambaye tunastahili, ni wapi ambayo tunastahili kuangalia sana. Kama watu wapate chakula, hata takutaishi namna gani? Kwa hivyo mambo zingine ni lazima tuangalie. Angalia education, uone ile budget ambayo imewekwa kwa education, ndio uelewe kwamba huyu bwana adhamini chochote kuhusu mambo ya education. Angalia mambo ya health. Ukiangalia health ni 130 ngapi million. Hiyo sasa ukiangalia hiyo unaona kweli huyu bwana angalia anything concerning health, angalia anything concerning mambo ya education, na angalia anything concerning mwananchi wa kawaida vile ambaye anastahili kuishi. Kwa hivyo ndugu zanguni, tukiangalia ile budget ambayo ilikuwa nasoma jana, hiyo tunaachana naye,
I make sense kwetu, na tunastahili kukaa chini tuone vile ambavyo tunaanza kuungana na tuandamane maandamano ile ambaye hawa wajinga wote wataenda, tuachane nao na tukae kama vile ambavyo tulikuwa nakaa, kwa sababu there's no need ya kukaa na kitu kama kisijidi. Kile Yesu Kristo alisema kwamba kwenye Mathayo ya 23:13 wanakaa kwa mlango wa ufalme, amuongozi na amruhusu wenye kutoka kuongoza waongoze. Kwa hivyo sasa take obstacles katika maisha ya Wakenya. Tunataka change, tunataka kuungana pamoja kuangalia nini ambayo inaweza kututoa kwenye hiyo kusumkuti na hiyo mambo ambayo yanayofanyika, ili tuweze kujiokoa na tusonge mbele. Neno la pili, nimeona Bwana Gachagua ametangaza kwamba anaenda Western for 3 days. Nataka kuambia wale ambao wana complain na kupiga manduru waelewe kwamba there is no difference between Gachagua, Kalonzo, Matiang'i na wale wengine ambaye wanashiriki kwa hiyo mambo. Sivuna natembea Matiang'i, Kalonzo na including hata Nganga. Nawaambia we are united kwa sababu our main objective ni kutoa Kasongo tu. Hata kama itaweka nini, lakini kwanza Kasongo akanyange nje, na tutafanya ile jambo kwa kadri ya uwezo wetu, na Maulana yuko mbele yetu to make sure kwamba tumetoa huyu mpepari weusi ambaye ametunyanyaza. Kumbukeni wa Kenya, this is not news. Tulikuwa na bwana ambaye alikuwa anaitwa Moi ndani ya Totiji Moi, ambaye ndiye alikuwa pepari mkubwa hapa Kenya. Ametukanyanga almost over 20 years akituvinya na kutufanyia mambo ambayo haifai, lakini tuliungana na tuka make sure kwamba ameenda na hiyo story imeenda. Sasa hii tumepata another dictator from the same place ambaye mambo yake ni hayo, na kama tulitoa dictator wa kwanza, hata wa pili lazima ataenda. Hatutanyanyazwa na kunyamasishwa na kwa sababu ya watu wawili ambao wanataka kula pesa ya wananchi wa kawaida. Mwenyezi Mungu yuko mbele yetu na tutahakikisha ukweli tumetoa. Kwa hivyo wakati ambao mnaona mtu kama Gachagua akitembea pande hiyo, anajaribu kuhamasisha watu waelewe kwamba we are ready, we are fighting main goal. Tunaangalia tu mahali moja, si wote, ambaye ile kitu ambayo tunatoa, ile shetani tunatoa ni moja, that's Kasongo na grupu yake. Naambia hivi, hii ni injili mpya. Ukiamuka ambia watu wako, ambia familia yako, ambia marafiki kwamba Kasongo ndio shetani in this country na ndio the obstacle of change in this country, kwa sababu yeye na vibaranga wake wale ambao ufikiria vile ambao mwananchi wa kawaida anaweza finywa, ndio hao wanayetukanyanga, na lazima waende, ni lazima waende. Usiongope wala usisahau kwamba kila mtu sahi amevinywa, either umevinywa direct or indirect, kwa sababu ule ambaye ana watoto shule na anawajukuu shule na wanamnyanyaza, kwa sababu wakifukuzwa wakuje kwa mboma yako, ni lazima hata wewe mwenyewe utafikiria vile ambavyo utaweza kutoka. Kwa hivyo hiyo ni njia moja ambayo unastahili kufanya. On 14th si tunaelekea Thika, watu wa Linda Mwananchi. Kwa wale ambao walikuwa wanasema kwamba Linda Mwananchi imesambatika, ole wao. Tumemwona Caleb Hamisi kipiga nduru kusema kwamba imefanyika hiyo mambo, lakini nataka kumwambia Mheshimiwa Hamisi, wewe si wa kwanza. Tulikuwa na mluya mwingine exactly kama wewe, alikuwa anaitwa Martis Kuku, alienda kwa Moi kula ugali. Na kwa hiyo kama umeenda pia kwa Kasongo kula ugali yako kwa umenyamaza, kuna mtu anambaa na kuuliza na hataki story yako, na hakuna siku tumeweka chini tukafikiria vile utakuwa president. Ole wako, kwa maana utajikuta out of game peke yako. Mungu abariki Kenya na Mungu awape hekima. Asante.